Dr. Harun, kina Fandesele ambao siku zote wanasemwa kwamba wao muda wao umepita, lakini hii leo umeona wanaosema muda wao umepita ndo wameinyamazisha Tanzania nzima. Macho yao yote yako hapa. Kwa hiyo ni kitu cha kujivunia, kitu cha kufurahisha. Hongera sana Madi, ni wazo nzuri kubwa na tumeona jinsi ambavyo mwitikio umekuwa mkubwa. Hii itakuwa na muendelezo au kuna kitu gani ambacho umekiona? Nafikiri hili swali lako hili linamalizwa na FIDQ. FIDQ ndo ana ratiba nzima ya shughuli yote itakavyokuwa inaanza, inaenda, inaisha. Kabla tujafika huko, nilikuwa nahitaji kuweza kujua tumefanikiwa katika upande wa kuweza kuhakikisha kwamba wasanii wanapata mapato yao kwa kupitia shows. Kilio kikubwa cha wasanii wa zamani ni kuhusiana na issue nzima ya mapato kwenye upande wa digital. Tumewekeza kwenye upande wa matamasha. Step ambayo inafuata na ni ipi katika issue nzima ya kuweza kuweka nguvu sisi kama sisi wana industry katika kuhakikisha ma legend wetu wanapata chochote kitu katika platforms? Bahati nzuri sasa hivi shirikisho la muziki Tanzania, katibu wake mkuu ni Bwana Farid Kubanda, ambaye na yeye ni mmoja wa wahanga wa hicho ulichokisema. Kwa hiyo nafikiri kinaenda kutatuliwa. Waziri ambaye anaendesha hii dhamana ya huu mziki wetu au hichi tunachokifanya, na yeye ni mwanamuziki ambaye naye ni muhanga wa hicho ambacho umekisema. Kwa hiyo kinaenda kutatuliwa. Kwa hiyo serikali yetu sikivu imeona namna gani itaweza kutusaidia sisi, sio kwa mabavu. Imetuwekea watu wetu ambao tutakuwa tunaweza kuongea nao lugha moja. Kwa hiyo baada ya miaka kadhaa hili swali lako halitokuwepo tena, kwa sababu tayari litakuwa linafanywa kazi na watu ambao wanauelewa wa kile ambacho wanaenda kufanya. Zamani tulikuwa tunawekewa watu ambao hawajui moja wala mbili. Unaenda ofisi yako ambao ndio shughuli yako, hawajui wewe ni nani. Sasa hivi mimi naweza nikaenda kwenye shirikisho langu namkuta katibu mkuu wangu FIDQ. Naenda wizarani pale namkuta waziri wangu Mwana FA. Wewe unadhani kuna nini? Hii imekupa nguvu kiasi gani? Kwa show ya kwanza tu inaonekana umati wa watu na watu wanaonekana wana kiu sana. Kuna watu wamekosa mpaka ticket, wamekuja kuomba ticket ziuzwe hata kwa bei juu mradi waingie hapa. Wewe inakupa nguvu kiasi gani? Inatupa faraja kwa sababu hawa machizi mnaowaona humo ndani ni wale ambao walishakata tamaa, na pia ukiacha kukata tamaa pia walishakatishwaga tamaa, na mimi ni muhanga wa hao watu. Kwa hiyo nastaajabu, lakini sitaki kuamini moja kwa moja kwamba hii ilikuwa ndo nitolee kwamba tumeshachoka. Mimi ni mmoja kati ya wale ambao walikuwa wanaamini ipo nafasi ambao tunatakiwa kuendelea kuitafuta, ila tulikuwa hatujui kwa namna gani. That's why ilivyokuja ili wazo, nilivyomshirikisha Bwana Faridi, moja kwa moja alisema tunaondoka, na tumeondoka. Leo tunaona sasa hivi imekuwa story, na lengo letu sisi sasa hivi huu muziki ambao unausikia leo kwenye jukwaa ndio huo unazunguka kwenye radio zote, TV zote ambazo zipo hapa nyumbani. Msimu huu wa Sabasaba, usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako kuanzia $250,000 hadi $500,000 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.